kila mara kuna vile unakuwa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa sababu mtoto anapozaliwa abaki pale pale. Ikifika wiki moja utapata yule mtoto ako tofauti. Ama atabaki pale pale. Atakuwa tofauti. Tumsifu Yesu. Hivyo wewe unapokosa kukua katika hii neno kila mara, basi unabaki kukua wapi? Pale pale. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi tunakubaliana naye? Amina. Kukua katika neno. Unapokaa katika ile neno unakuwa. Unapoingia katika ibada, kuna sababu imesababisha wewe kuingia katika ibada. Ama tumtafute huyu Yesu kwa ajili ya miujiza. Lakini miujiza ikiisha, tunabaki bila Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wanafuata Yesu ni kwa ajili ya miujiza? Najua mkono hawezi inuliwa juu, lakini roho ndani ina ushuhuda. Tumsifu Yesu. Manake kisema inua mkono wako useme mimi namtafuta kwa ajili ya miujiza, hautainua, utasema hapana. Sisi ni wanasafiri wa kwenda mbinguni. Nitakapoinua mkono wangu natafuta miujiza, hao watu watanionaje? Tumsifu Yesu Kristo. Lakini roho ndani inasema hata kama nataka kwenda mbinguni, lakini nataka miujiza pia. Sisi tuko pamoja. Amina. Tunapofuata ufalme wa mbinguni, haya miujiza inafanya nini? Inatufuata. Sasa inatupasa kufanya nini? Kufuata ufalme wa mbinguni. Na katika kufuata hii ufalme wa mbinguni, lazima iwe na utaratibu yake. Tumsifu Yesu. Amina. Manake sitaenda katika matendo ya mwili alafu niseme nafuata ufalme wa mbinguni. Takuwa najidanganya ama ni korongo. Rudisha tu akili yako katika ibada. Tumsifu Yesu. Manake siku ya leo naenda kuongea kichwa jumbe inasema ya kwamba kumrudia Yesu. Tumsifu Yesu. Amina. Yesu ana neno ambaye siku ya leo anaenda kusema na maisha yetu. Vile tumeingia, hatutatoka jinsi tulivyoingia. Tumsifu Yesu. Kwa sababu wengi wameingia wamevunjika moyo. Hatuwezi ona moyo wa mtu. Anayotazama moyo wa mtu ni Yesu peke yake. Lakini kuna mtu amevunjika moyo. Kuna mtu hapa ameuliza Yesu maswali mengi sana. Kuna mtu hapa amesema kwamba mimi nimeomba mpaka mahali imefika, ninaona nikae tu. Lakini hajuae haya ni Yesu peke yake. Kwa sababu atazame roho ya mwanadamu ni Yesu peke yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu katika hii mdomo wa nje ina udanganyifu nyingi. Naweza kuambia napenda, lakini roho sipendi, kwa sababu huoni hiyo roho. Lakini aliye mbinguni anaona hiyo roho. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ninawauliza swali. Katika kusema kwa mdomo na kusema rohoni, Yesu anaandika gani? Rohoni. Kwa sababu rohoni ndio kuna nini? Ukweli wake. Tumsifu Yesu. Lakini mdomo inadanganya. Mdomo nasema dada, niko na wewe katika maombi na kusaidia. Lakini mtakapowachana, yuasumbua na shida zake kila siku, kila mtu apambane na hali yake. Basi hiyo ndio Yesu anaandika. Ya kwamba Yesu ni pendo. Lakini ukasema kwa mdomo tutasaidiana. Mtakapowachana unasema kila mtu apambane na hali yake. Yesu anaandika hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumepata Yesu anaandika ile ya moyo. Maana ile ndio kuna ukweli. Pengine nimesimama hapa nafundisha, ushalitoa makosa. Hiyo ndio Yesu anaandika.
Tumsifu Yesu. Amina. Wengine ushatoa makosa, mwenye kunipa hii nafasi Yesu anaandika hiyo. Na ukumbuke umekaa katika ibada na unasema ya kwamba Yesu, nataka unishughulikie, nataka uniinue zaidi ya hii, nataka Yesu unijaze tena, nataka Yesu nitembee na wewe mpaka siku nitakapofika kwako. Lakini uko katika ibada na ushatoa makosa. Sasa baada ya ile rejista ya mbinguni kukuandikia ya kwamba umetenda mema, pale inaandikwa ile makosa. Tunapokuona hatutaona ile makosa, kwa sababu macho ya nje huwezi ona ndani. Tumsifu Yesu. Wapata mtu amekaa ametulia kama mwana wa mfalme, lakini roho yake inatenda dhambi, na hatuwezi tukatambua. Aliye anaandika ni nani? Ni Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wanakaa na Yesu na wangapi wanatembea na Yesu? Nataka wale ambao wanatembea na Yesu inua mkono. Usipoinua rohoni itainua. Tumsifu Yesu Kristo. Mjua hii tunakuwa kwa nini? Ibada ya kwanza ni ibada ya kufanya nini? Mhubiri wa kwanza anafanya nini leo? Lakini ingekuwa rais aingie hapa ama mbunge anataka kuachilia pesa, sauti ingetoka. Tumsifu Yesu. Sasa mhubiri wa kwanza yeye anaandaa nini? Ili wa pili anapokuja anapata kwamba nafsi iko tayari kumkutana na Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Wangapi wanatembea na Yesu? Umepata wawili, watatu, wanne. Wangapi wamekaa na Yesu? Wow. Kwa hivyo kuna tofauti ya kutembea na Yesu na kukaa na Yesu. Utajua tu. Sijali. Ila tu ibada iwe moja. Tumsifu Yesu. Kama mtu ataweka ibada yake kando, basi Yesu anaandika hiyo. Hatutaelewa unasema nini na mwenzako, lakini Yesu anafanya nini? Anaandika. Usinitukie mimi na ubidi, kwa sababu hii ni kazi ya Yesu, si yangu. Mimi nashona kule, hii ni ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna kutembea na Yesu, si ndio? Natembea na Yesu. Kutembea na mtu ni watu wangapi? Kutembea na huyu mtu wawili, si ndio? Lakini kukaa na mtu, msichana ataacha mamake, atakaa na mume wake, watahesabiwa ni mmoja, si ndio? Lakini alipokuwa kwao, lakini akija kwake mwili mmoja, lakini roho zimo imani si moja. Imani, wale ambao wanaishi katika ndoa, Yesu amesema nikiacha wazazi mwili ni mmoja, na imani si moja, na roho si moja, tabia si moja. Kwa nini? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nataka unielewe, natembea. Tunapotembea naye, ikifika mahali njia imetokea pale, kuna njia inaenda hivi, kuna nyingine inaenda hivi. Tukifika pale, naweza badilisha mawazo, nimwache niingie katika njia yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Natembea na nani? Lakini ikifika mahali kuna njia ngapi, naweza kumwacha niende njia yangu. Mnaenda kazini, hamfanyi mahali pamoja, basi mkiingia katika barabara matatu, mtapanda matatu moja, lakini mwingine atashuka pale bondeni
mwingine atashuka kule posta, si ndio? Kwa sababu kazi yake haifanani. Tumsifu Yesu Kristo. Ndivyo tunapoongea kwa mtu anayotembea na Yesu. Sijasema ni makosa. Ukitoa makosa, kumbuka ile neno ya kwanza, Yesu anaandika. Haitakuwa juu yangu hiyo makosa umenitolea. Yesu ndiye anafanya nini? Anaandika hiyo makosa yako. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ninapotembea naye, yaweza fika mahali kuna njia mbili. Ile njia mbili, nimefika pale ile njia mbili, nimesongwa na majaribu. Tumsifu Yesu Kristo. Nimeomba mpaka nimeona huyu tunatembea naye amechelewa. Basi naingia katika njia yangu. Kwa sababu tuko njiani, tuko watu wangapi? Wawili. Nataka unipate. Lakini ikiwa mtu aliye ndani yangu, nitamwacha vipi? Na inawezekana pia kumwacha. Tumsifu Yesu Kristo. Hizi njia zote ni moja tu. Inawezekana pia kumwacha. Unapokuwa uko naye ndani, mama anapokuwa mjamzito, anafika wakati anafanya nini? Anazaa yule mtoto mwezi 9. Tumsifu Yesu Kristo. Naweza kuwa ninaishi na Yesu ndani, lakini katika mawazo yangu, katika mafikirio yangu, itamsababisha yeye mwenyewe kuondoka, kwa sababu hatakaa ndani yangu kupitana na ile mawazo yangu, tabia yangu iliyo moyoni, ambaye nimekuambia Yesu anafanya nini? Anaandika. Nimekaa kanisani nasema Yesu yuko ndani yangu, lakini nishatoa watumishi makosa, nimetoa wamama makosa, kila mahali nimetoa makosa, lakini nimesema hati Yesu yuko ndani yangu. Ametoka na ameandika ya kwamba nina makosa kwa ibada. Tumsifu Yesu Kristo. Piga tu Yesu, piga tu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa katika kutembea na Yesu ni sawa, sijapinga. Rudisha tu roho yako katika ibada. Kuishi na Yesu ni sawa, sijapinga. Lakini chunga sana usije ukapata mali njia ni ngapi, ukasema wacha nimwache niingie katika hii njia nirudi baadaye. Utapata mtu amemchukua. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hiyo ni swali ya pili. Nadhani umepata kitu. Wangapi wamependa ndoa yao? Inua tu mkono vizuri. Utajua kumbe hiyo ndoa huko tu, lakini tumsifu Yesu Kristo. Kuna wengi hawana ndoa hapa, tutawaombea wapate ndoa. Manake kuna watu wajainua mkono. Wa vijana wachana nao. Kama uko hapa na umependa ndoa, haitatokea kibaya. Pigia Yesu makofi mazuri. Yaani inamaanisha mke wangu nakaa naye, usikae kama Paulo. Paulo akasema kwa ajili ya tamaa, hatu kana bibi yako. Paulo alioa kweli? Yeah? Mke wa Paulo anaitwa nani? Hawajasema, lakini hasa watoto watatu. Iko katika maandiko gani? Kuna kafara gani? Hakuna. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kweli hata mimi nilikuwa natamani nijue hiyo maandiko. Baada ibada ndio kameta wazee. Cheka. Tumsifu Yesu. Kama ni kucheka nikia, si ucheke tu mpaka usahau uko nyumbani. Roho Mtakatifu atatoroka. Maana hapendi ile ucheke tu maji. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumependa ndoa yetu, si ndio? Na unapopenda ndoa yako, kama kuna kitu inataka kuharibu ndoa yako,
Je, unasikiaje? Unasikia vibaya. Kwa sababu kuna shetani ameingia ndoa yako. Na napoingia katika ile ndoa, anaingia akiwa ghost ama anaingia akiwa mtu mzima ambaye hajakufa akazikwa. Anaingia mzima. Anaingia mtu aswa. Na je, anaweza kuingia kwa mteule? Naweza. Anapopata nafasi kuingia kwa mteule, huyu mteule alifika mahali akapata njia mbili ama alifika mwezi 9? Pata njia mbili. Hautapata hii kama uko sure, hautapata hii. Tumsifu Yesu Kristo. Natoka tu sitaweka sana. Lakini afadhali utamani sana kusikia ni Yesu anatumana ni kwa ajili ya kitu gani. Tumsifu Yesu. Sasa shetani atatumia mtu mzima ambaye hajakufa kazikwa kuharibu ndoa ya watu wawili. Tumsifu Yesu Kristo. Umesema kwamba umependa ndoa yako. Wangapi wamependa huduma hii? Inua tu mkono. Umependa huduma hii. Na je, ukipata mtu shetani anamtumia kuharibu huduma hii, utafanya nini? Amen. Kwa jina la Yesu. Utaingia kwa maombi, utaomba na kwa ushauri. Utamshauri huyo mtu. Baada ya maombi, Yesu akikupa mwelekeo. Wengine wanasema na wakuka, nimetangulia kusema, ukisema wrong, Yesu anafanya nini? Anaandika. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisema nzuri, anaandika. Na ukumbuke yale ambayo Yesu ataandika, aandiki kumwekea mchungaji anayehubiri, anaweka juu yako. Maana inatoka kwa ulimi wako. Tumsifu Yesu Kristo. Usiogope, mbinguni tunaenda, si ndio? Hatuendi jana, sisi tunaenda mbinguni. Ukisikia kwenda mbinguni, makofi juu. Lakini ukisikia ya kwamba Yesu amekasirika, anataka kutuangamiza, unatoa maneno. Ukitoa anaandika. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hivyo vile unapenda ndoa yako isiharibiwe, basi penda huduma hii isifanywe nini? Isiharibiwe. Kwa sababu unapokuwa kusimama kuombea hii huduma, utafunguliwa wewe kwanza. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa sababu umesimama na kuombea huduma hii. Umesema yule aliye atakuja kuharibu, utamkemea, usijui utamchoma, sijui utamfanya nini. Je, umepata ni mimi Lucy natumiwa kuharibu huduma hii? Mfano wangu, nimekuambia ukitoa makosa, Yesu ana right. Na inawekwa kwa listi yako. Utafanya nini? Utaomba nitoke kanisani ama utaomba nibadilike? Omba ile roho ndani kufe. Na mchungaji akitoa oda tuchukue maombi ya wiki 2 kufunga na kuomba ili hiyo roho ibadilike. Wangapi wataweza? Una watu na viasi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ombea huduma uliye ndani. Tumsifu Yesu. Tunapoona huduma inaenda chini, wewe ombea huduma uliye ndani. Ukumbuke kesho wewe utafungua huduma. Nani atakuombea huduma yako kama huku kwa umeombea mtumishi? Kesho utakuwa unafanya kazi hii. Na hujaombea. Sasa jinsi utaki ndoa yako iharibike,
basi kataa huyu ibilisi anayochokora chokora. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa sababu unapoombea huduma kuna kuinuliwa. Tumsifu Yesu. Amina. Kuna wakati tulikuwa na mtumishi mwingine, nikaenda nikapata mtumishi ana watu 4 kitambo sana. Tukakaa pale, hao watu 4 nao wakaondoka. Ikiwa pale nilikuwa nalipa pesa ya stima. Sasa mimi nikakaa pale, nikaona watu wametoka, ninaokofu juju. Mimi pia nikatoka. Vile nilitoka, vyombo hiko kwa wanafanya kazi kwa sababu hakuna mtu atalipa stima. Jambo hili kaniuma sana, ni katika maono. Nikang'ang'ana tena nikarudi, na nilikuwa na uongo kibao. Yesu ni mzuri. Nirudi pale kasema, mchungaji, umejua mume wangu, umejua nini mchungaji? Akanielewa. Nikamwambia sasa tuko pamoja. Lakini ndani yangu ninajua, roho ndani ninajua Yesu ameniongea na mimi katika ndoto, na Yesu ndiye amenileta hapa. Sasa sitaki mchungaji ajue ya kwamba Yesu amenileta. Mwanake hajacheka. Tumsifu Yesu. Sasa nikaanza kusema uongo. Tukakaa pale, akasema mama, watu wameenda. Nikasema basi ya kufanya tuingie kwa maombi kwa ajili ya huduma. Na tukaingia kwa maombi. Mimi ndio nilikuwa mshika wake na mume wake. Akienda nyumbani, tunabaki na mume wake na watoto pale. Na tunaomba na inaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Ikafika wakati mpaka tukapata watu. Nikamwambia Yesu, nitumie kujaza hii kanisa. Watu wakaja wengi. Tukapata wanawake 17. Tumsifu Yesu Kristo. Basi shetani akaingia kwa mmoja. Yeye anaendea mchungaji akisema yule ni hakuna majini, ataribu kanisa. Yesu alileta hata mtu wa kulipa kanisa. Kwa sababu kanisa tulikuwa tunalipa 1500. Na ilikuwa inatushinda kwa sababu mimi nimekaa nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Yesu akaleta mama mwingine akasema mimi nitalipa mpaka nitoke. Sasa tunaomba vizuri. Sasa ingine tulikuwa tunafungiwa hiyo mlango, tukija tunasimama nje, tunaenda tumbembeleze mwenye nyumba. Jamani, Yesu ni mzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Lakini Yesu alipoleta watu pale, shetani akaingia kwa mtu mmoja. Akachokora. Mimi nikamwambia mchungaji ya kwamba tuingie katika maombi, tuombe ili shetani atoke ndani ya huyu mtu. Mchungaji akaniambia mimi nitamfesi na ngumi, kwa sababu alikuwa mchungaji ambaye amesoma. Tumsifu Yesu. Akasema mimi nitamfesi na nini? Na ngumi. Nikasema basi wewe fanya ngumi, mimi naenda kwa maombi. Lakini mimi nilifika wakati nikasikia uchungu sana, mahali huduma imetoka mbali. Na mchungaji anataka kumfesi na ngumi. Lakini huyu mama kila mahali alikuwa anaenda, yani anatumiwa. Akiingia katika ibada kama hii, atahakikisha mchungaji amebaki peke yake. Na Yesu akanifunulia jambo kama haya. Na aliponifunulia nikafuata. Nilipofuata nikafika mahali nikapata kumbe ni desturi ya yule mama. Lakini si kwamba amependa, aliwekwa katika uganga. Sasa anapoingia katika ibada kama hii, kazi yake ni kuharibu. Sasa mimi nilipopata hii habari nikamwambia Yesu, naomba mtoe mweke katika madhabahu mengine. Sijui kama niliomba vibaya. Kwa sababu nikiangalia mchungaji ambaye anaongoza watu atamfesi na ngumi. Sasa mimi mshirika tu, itakuwaje? Sikizidi mchungaji atatufesi na ngumi zote. Sasa mimi nikamwambia Yesu ya kwamba mtoe katika chini ya hii madhabahu, mpeleke katika chini ya mchungaji mwingine. Na atakapoingia hapo, apate mchungaji ambaye hatamfesi na ngumi, anaweza omba badilike. Na nikaonyeshwa ya kwamba atatoka siku ya Jumapili na atakuja kuniambia ya kwamba anaenda nyumbani. Nikasema kweli itatendeka. Ilipofika
Hiyo Jumapili akaja akaongea. Nikiwa nataka kumfuata sauti kaniambia si uliomba. Tumsifu Yesu Kristo. Hata sijasema uombe kama kuna mtu anachokora huduma hii aende. Hapana. Ili ambaye kitu ambaye inafaa tuwe naye, tuwe na macho ya kiroho. Tunapokuwa na macho ya kiroho, mtu akiingia pale mlangoni utamjua huyu ni nani. Lakini kama hatuna macho ya kiroho, tutakaa tu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunapokuwa na macho ya kiroho, chochote ambayo itatendeka ndani ya huduma utapata kwa haraka. Nimekwambia ukiongezea ingine kisiri Yesu anaandika, mimi nahubiri. Twende katika kitabu. Katika Hesabu. Hesabu 14. Mwenye kupata amepata, pasta. 14 na moja. Hesabu 14 kuanzia 11. Kuanzia 11 nasema, Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Ijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Leo Yesu anauliza. Tumsifu Yesu. Amina. Na ananena akisema ya kwamba na mpaka lini tutakuwa tu tukidharau neno linapofundishwa? Mpaka lini tutakaa tukiishi katika tabia ambayo hampendezi Yesu? Tumsifu Yesu. Mpaka lini tutakaa tukiwa katika hali ya kulalamika? Mpaka lini jamani? Macho ya nje hii itatuweka kutoa makosa ama kutenda dhambi ama kutembea katika uovu. Yesu anauliza, ni yale tunayofanya mpaka lini? Tumsifu Yesu Kristo. Maana ukisoma hapo ikiendelea, ikafika ya kwamba Mungu ameamua kumaliza wana wa Israeli jangwani. Na Musa akaenda akasema naye. Akasema, kweli umesema unaweza kuwamaliza kwa hasira, lakini wale wa Misri watakaposikia ya kwamba Mungu wao amewatoa Misri, wameenda wakawaua jangwani, je, si watakuwa wanafurahi? Watauliza, ni Mungu yupi ambaye wanaenda kuwamaliza jangwani? Tumsifu Yesu. Anauliza, ni mpaka lini? Pengine mtumishi anapopiga magoti kuomba, Yesu anatazama tabia tulio nayo kisiri. Anasema, mtumishi wangu Ogoro, mpaka lini hawa watu watanidharau? Mpaka lini? Nimefunulia kila kitu, wamejua ukweli, lakini ukweli wamekalia. Mpaka lini wataacha kutengeneza miungu yao kisiri? Mpaka lini watabadilika? Yesu akasema, ama ni wamalizi. Anapokasirika mtumishi anapiga magoti, anasema, Baba, watoto hawa ulinipa, ninakuomba Yesu siwamalize.
wewe kila unapokucha uko the same ile tabia. Tumsifu Yesu. Tunayofanya kisiri, Yesu anaandika na anaona, na amefika wakati, amina, ambaye hasira yake inaenda kuwaka. Je, unaweza kuzuia hasira ya Yesu ikiamua kuwaka hapa? Hauwezi kuzuia. Na kitu ambacho itafanya ile hasira yake kurudi nyuma ni ili tubadilike, tutoke katika tabia ya siri, yaani dhambi ya siri, na turudi kwa Yesu Kristo na tuchague tena. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kutubu na kurudi kwa Yesu Kristo. Ndio sababu nimeuliza, umepata mtu anaharibu hii huduma mahali, baada ya wewe kukataa, basi unamunga mkono, yule afanye, yule ajui. Wewe ambaye umejua, mbona umekaa mahali kwa huyo mtu ambaye ajui? Inamaanisha ya kwamba wewe ni hujui. Tumsifu Yesu Kristo. Maanake uweza pata kwa mfano, kuna TV, kuna station pale, kuna pengine kuna maneno ama wimbo ambayo waliweka baadaye. Basi usiku saa 2 utapata imeandikwa pale kwa TV ya kwamba ni live, lakini ni usiku. Lakini litendeka mchana, lakini kwa TV inaonyesha nini? Live. Inamaanisha ya kwamba unayosema mchungaji anapopiga magoti kuomba kumwambia Yesu, usiache hasira yako ingie katika wana wa Israeli. Watu watauliza ya kwamba waliokoka wakawacha kila kitu, mbona imefika wakati Yesu anawaangamiza? Tumsifu Yesu. Lakini dhambi ya siri, tumsifu Yesu Kristo. Na unapokuja unasema hajui, yule hafai kufanya hivi, lakini kama hafai, mbona umekaa kwa huyo mtu ambaye hafai? Inamaanisha mgonjwa ni yule ambaye anasema hafai, huyo ndio mgonjwa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Yule ndio mgonjwa. Yesu anauliza ni mpaka lini? Ametufunulia kila kitu. Ametuonyesha ya kwamba urembo ni dhambi. Ametutolea vitu mingi sana, tumejua siri. Hata mtu akuje kukudanganya sasa unajua siri. Mwingine akaja akaniambia sijui Yesu, kwa sababu kuna Kristo na kuna Mungu na kuna Yesu na kuna Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Na nikamuuliza, na Kristo ni nani? Nasema kwani hujui Kristo? Usome Biblia. Kristo si Yesu, Yesu ni kando. Sasa nikisoma maandiko inaniambia Yesu ni Kristo, lakini yule ananidanganya kwamba Kristo kando, Mungu kando, Roho Mtakatifu kando. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Yesu amenisaidia kunipa ufahamu. Shetani anapotumia mtu kunidanganya, nitapata ufahamu, lakini amenipa ufahamu. Mpaka lini nikimudhi Yesu? Ama achilie ile tanuru. Tumsifu Yesu Kristo. Ama achilie ndio tugeuke. Kugeuka ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Uamue ukisema ya kwamba mimi ninataka nitembee na Yesu na nione mbingu. Musa akamwambia usiue wana wa Israeli. Walifika mahali wakatengeneza ndama, wakaanza kuabudu. Ndivyo inafika mahali sisi tunatengeneza ndama. Tunapokuwa katika shida, inafika mahali tunatengeneza ndama. Je, uliotengeneza hiyo, hata hukutengeneza inaonekana, lakini umetengeneza moyoni? Ina uhai ndani yake? Hakuna uhai. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Sasa ni uamuzi wako mwenyewe ya kwamba
Ni nini ama ni jina gani umeamua ama ni nini umeamua kufanya kwa sasa? Kama unaamua wewe ukikuja kanisani unakuja kutafuta maneno, shikilia, kwa sababu ni nafasi yako. Tumsifu Yesu. Amina. Si kuna maandiko inasema mali hivyo? Kenya umeshikilia kwa sasa, usikubali mtu ukupokonya. Kama umeshikilia kutembea katika ukweli, jamani usiache. Kama umetembea kuamua kutembea katika dhambi, go ahead. Tumsifu Yesu. Amina. Wanaka utasema mchungaji, uamuzi ni yako mwenyewe. Unaamua kufanya. Kama shida yangu itanisababisha niingie katika dhambi, ni mimi mwenyewe. Maana nimeamua kufanya nini? Ushikilia dhambi. Kama nitaamua mimi nitatoka kule nikija hapa, nataka nitafue huduma, kumbuka ni dhambi yangu mimi mwenyewe. Na Yesu inafika wakati ataachilia tanuru, kwa sababu amenionya mara nyingi, lakini sielewi. Tuende katika Kumbukumbu la Torati 7, tunamaliza. Kumbukumbu la Torati mstari wa 9. 7 mlango wa 7 mstari wa 9. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwa wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu. Amina. Bwana Mungu wetu ndiye anafanya nini? Maandiko yanasema Bwana Mungu wetu ndiye anafanya nini? Alafu yani inamaanisha wakati Biblia inasoma huku mwingine anasikiza sauti yake haiko kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Maandiko yamesemaje? Bwana Mungu ndiyo Mungu mwaminifu, ambaye ashikaye agano lake, alafu na rehema zake tena kwa wale ambao wanafanya nini? Wampendao. Kwa hivyo kama unajua kuna kitu unafanya kisiri, basi hautapendezwa na huyo Muumba mbingu na nchi. Anafanya agano na mtu ambaye anampenda. Na Yesu anapompenda mtu, ukumbuka ya kwamba matendo yako imempendeza. Tumsifu Yesu Kristo. Na atafanya agano na huyo mtu ambaye atasema kama ni dhambi ya siri, basi mimi sasa ninamrudia Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Wale ambaye anawapenda, je, jiulize kwa akili yako ya kwamba umependwa na Yesu? Na kama unapendwa na Yesu, angalia jinsi unatembea na huyo Yesu. Angalia jinsi unakaa na huyo Yesu. Hata kando kanisani, nyumbani. Wokovu wangu, heshima yangu nianze pale ndani kwa nyumba yangu. Hiyo wokovu wangu yaonekane kwa nyumba, itoke nje barandani, hata kwa mtaa. Tumsifu Yesu. Ninapofika kanisani, basi tosha, yaonekana. Lakini kama nitakuja kuheshimu kanisa, lakini kule nyumbani hakuna kitu, jamani, agano mbaya Yesu anasema sidhani kama anaweza kufanya na mimi. Na usipobadilika, ili agano ambaye anaongea hapa hawezi fanya na wewe. Anasema ya kwamba yeye ni mwaminifu.
Yesu atakaa mwaminifu kwa mtu ambaye pia ni mwaminifu. Hawezi kaa ndani ya mtu ambaye si mwaminifu. Unapokuwa mwaminifu, basi yeye atafanya mwaminifu. Agano ambaye anasema atagana na wewe, basi ataifanya kwa sababu umekuwa mwaminifu na amekupenda. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa atafanya agano na wewe. Ikiwa tutaacha kwanza dhambi ya kupinga maneno, kupinga neno, tumsifu Yesu, kutoa watu makosa katika ibada. Kule mtaani tuko barua tunasomwa, tusomwe kule mtaani, mtu pia afurahie. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anasema atafanya agano na wewe. Na leo Yesu anataka kufanya agano nasi. Na anapofanya agano nasi, tafadhali tunza hii agano ambayo Yesu anaenda kufanya na wewe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Maana pengine kuna jambo ambayo unaomba siku nyingi. Pengine hata hii neno inapohubiriwa inapita tu, haikaa ndani. Na unaomba kumwambia Yesu, nataka hii neno, yaani nataka ikihubiriwa nikapate kujua. Pengine kuna hali ambayo umeona ya kwamba mahali imefika, jamani mimi sasa niko tu. Hapana. Tusikae kama kuna watu kwa Biblia ambaye kuna amri ambayo walipewa. Tumsifu Yesu. Amesema ya kwamba tunapogeuka kumrudia Yesu, kutoka katika mambo ambayo tunafanya sirini, ambaye kila mtu anajua, anasema atafanya agano nasi. Tukimpenda Yesu atafanya agano nasi. Na ni leo ndio Yesu anafanya agano nasi. Kwa yule mtu ambaye atakuwa tayari. Kwa yule mtu ambaye amesema mahali imefika, wacha mimi nikafanya agano na Yesu. Lakini kama mtu ambaye atakuwa hashughuliki, basi wewe wakati watu wanaomba wakisema ya kwamba Yesu umesema, umetumana ya kwamba unataka kufanya agano na mimi na kupenda na kurudia Yesu ili ufanye agano na mimi leo. Huyo mtu ambaye atasimama kusema hivyo, basi Yesu atafanya agano na yeye siku ya leo. Usipopiga makofi hakuna shida. Makofi si ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Na kama utakuwa ya kwamba kuna mtu ambaye wewe hauna haja ya kuomba, hautaki agano lolote, tafadhali utabidi ukae nyuma ili wenye wanaomba waombe. Kuna watu ambaye unapata mtu amekaa mbele ya mtu anazama katika maombi. Yes, hiyo ni atembee aende huku naombi. Macho yani anaangalia tu hivi. Yule mtu wapendwa ako wapi? Watu wanazama katika maombi lakini mtu wako hivi. Huyu mtu wako wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Na utapata mtu kama haya ndio anapotoka kanisani anajua kueleza A to Z. Yesu anaenda kufanya agano nasi. Manake siku ya leo tunamrudia Yesu. Tunamwambia Yesu atusaidie. Kwa sababu kwa nguvu zetu hatuwezi tukatoka katika dhambi ya siri. Tunaenda kunyenyekea kwa Yesu, ya kwamba tusaidie na tuondolee roho ya dhambi ya siri. Tumsifu Yesu Kristo. Na yeye amesema ni mwaminifu. Na ukitubu usirudie. Ukirudia utakuwa kama umeweka mzaa na Yesu. Lakini ukumbuke akili ya Yesu na yake iko tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Tusome maandiko ya mwisho, tuingie Joshua 4:9-27. Kama una Biblia fungua. Tena mteule lazima uwe na Biblia. Kila mtu amepata, subiri kwanza mfungane. Kila mtu amepata hiyo Biblia. Wangapi wana Biblia?
Kama una Biblia inua tu mkono. Yesu anatukomboa leo. Kama una Biblia. Unajua saa zingine waga Yesu anatumana kitu. Kuna wakati nilibiwa simu kule. Nikawa nasema itakuwaje Yesu? Hiyo simu ndio inanipa kazi. Na simu inaibiwa tu nikikaa. Tena inaibiwa na mtu namjua. Lakini nikatupilia mbali. Siku moja kuna mtumishi amekuja hapa. Akasema ya kwamba mahubiri yetu tunaweka katika mtandao. Mtu yote ambaye ako na smartphone atakuwa anapata hiyo. Na akatemuka kitu akasema hata kama utapata smartphone na bei rahisi sana. Nikasema hiyo ni yangu kwa sababu nilipiwa simu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikaenda nikapata simu ya 10,000 nikauziwa 3,000. Sitataja huyo mtumishi lakini nilinyakua. Ama nitaje? Si utatoa makosa, yeye alimtajia tu yeye. Yesu ataandika. Tumsifu Yesu. Kama unafuatilia hiyo siku ni nani alihubiri hiyo? Akasema ya kwamba kama una smartphone Yesu atakusaidia, utapata kwa bei rahisi sana. Tumsifu Yesu Kristo. Hata mwenye alihubiri hajui hiyo kwa sababu alihubiri kaenda. Ama anajua. Kama anajua inue mkono. Kama anajua inue mkono. Kama anajua, ndio nawaambia kwamba tukitoka hapa, zinabaki tu sisi tunaenda. Jamani. Mwenye alihubiri ila inue mkono. Nataka ni mtumishi. Haya, tuendelee. Yoshua 9:27. Yoshua mlango wa 9 mstari wa 27. Siku hiyo hiyo Yoshua akawafanya kuwa ni wenye kupasua kuni na wenye kuteka maji kwa ajili ya mkutano na kwa ajili ya madhabahu ya Bwana hata siku hii ya leo katika mahali hapo atakapopachagua. Amina. Basi hapa ndio kuna neno. Utaamua hapa unafanya kazi gani? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa sababu kuna nchi ambayo wakina Yoshua walienda pale. Kuna watu wanaitwa Waamori na Muiti. Wangapi wananipata? Usiponipata hii auditor nisikiza. Fan hizi zitanisikiza. Kwa sababu kuna mahali nasema kama mwanadamu atakataa mawe atafanya nini? Atamwambia. Sasa usiponyenyekea mawe atafanya nini? Atanyenyekea. Usiposikiza hili neno mawe atafanya nini? Atasikiza. Sasa utakubalia hii mawe asikie na wewe umetoka mbali kumtaka Yesu. Mzigo yako hiyo utafikiria. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wale ambao wako katika ile nchi wanaitwa Amori wakatazama Yoshua kwa kazi aliyokuwa anafanya, wakasema tunaweza fanya nini tukafanya agano nao, ikikupendeza hiyo maandiko enda usome. Na wakasema basi tutageuka kama watu ambao wametoka mbali kama wao. Wakavaa viatu chafu, wakavaa nguo chafu, wakaenda pale wakatumia uongo, dhambi ya siri, uongo. Wanafanya biashara wana uongo kama Lucy. Kwa sababu kweli mnajua hii kitu ni 50 lakini nawaambia ni 100. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wale wakatumia uongo. Walipofika pale wakaona kweli, Yoshua akiwaangalia wakaona kweli ni watu ambao wametembea kutoka mbali. Hata manguo zao, hata viatu vyao. Ndivyo
Mtu anapoingia hapa akapata nywele zote ziko down, anasema hao ni wanasafiri kwenda mbinguni. Kumbe ndani yao wametengeneza ndama kisiri. Usiposema amina kuna shida. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wakaingia pale na uongo. Wakasema na sisi pia tumetoka mbali na tunataka kufanya agano na wewe. Basi Yoshua akawaambia ya kwamba karibuni. Yoshua akawauliza ya kwamba ni kweli kweli mmetoka mbali? Waweza kuwa imefika mahali umefanya kitu kisiri ama umefanya peke yako ikajulikana, utaulizwa ni kweli, utasema si wewe, lakini Yesu anajua kweli wako wa ndani, anaandika ile uongo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Yoshua alipowaangalia wakaona ya kwamba wanadanganya. Yoshua akawaamuru, tumsifu Yesu, ya kwamba basi nyinyi mtakuwa katika nyumba ya Bwana, kazi yenu ni kuchota maji na kufanya kazi mahali pale, lakini hamtabarikiwa wala hamtabadilishwa, mko pale pale. Kwa sababu ya nini? Walidanganya. Maandiko yanasema hata mpaka leo wako wapi? Wanachota maji, wanapasua kuni na wako pale pale. Sasa wewe uko mali hapa, pengine umeonywa ya kutosha na utaki. Sasa mchungaji anaamuru. Ndio msifu Yesu Kristo. Usibadilike ya kwamba tuliongea na mchungaji sasa anaamuru. Hapana. Ukibadilisha Yesu ataandika hiyo nimekwambia. Tumsifu Yesu. Amina. Ya kwamba utapasua kuni hapa hapa na utakuwa mtu wa kuchota maji hapa hapa, lakini maisha yako iko pale pale. Wangapi wanakubalia na hiyo itimie? Nani anakubalia ya kwamba atakuwa katika mali katika huduma hii, hatakuja tu, lakini maisha yake haitabadilika? Kama niombea, twende kazi. Kama ni jujujuju, twende kazi. Kama kuongea kinyume na ibada, twende kazi. Kama ni dhambi, twende kazi. Ni nani atakubalia hiyo? Ili apewe nguvu sasa. Atakuwa anachota maji, anapasua kuni hapa hapa kwa sababu ya uongo. Maandiko yanaposema kwamba Mungu anaposema atafanya agano na wewe, wale walitaka kufanya agano na Musa, Yoshua mtumishi, lakini walitumia uongo. Wakatengeneza nguo zao iwe chafu viatu, hata mikoba yao waonekana wametoka mbali. Kumbe ni hao watu wa Amori tu hapa wa Kongowea. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hao watu tu wa Kongowea hapa. Na wakapewa nafasi ya kupasua kuni maisha yao yote na kuna kubadilika. Je, wewe utafanya nini? Utafanya nini kama utagundua wewe ni kupasua kuni tu? Hatujasema kutumikia Yesu ni mbaya, sawa, lakini unaweza kuwa uko katika nyumba ya Yesu Kristo, lakini wewe ni kupasua kuni tu, wewe ni kuchota maji tu, lakini hautabadilika. Ni kwa sababu ya uongo, dhambi ya siri ambayo haonekani nje, yaonekana ndani. Na ukumbuke hata kama mchungaji asipotaja, lakini Yesu andikae ndani ya moyo wa mwanadamu yale ambaye anasema, atajua huyu hawezi acha uongo, hawezi acha dhambi ya siri. Sasa Yesu anakuwekea labda ya kwamba utakuwa tu wa kuchota maji hapa, utakuwa ya kupasua kuni hapa, lakini maisha yako haitabadilika, iko pale pale. Ni kwa sababu ya uongo. Nani akubali kitu kama haya tendeke? Sasa ni uamuzi ni wako mwenyewe. Kama utaamua ya kwamba mimi nitaenda Bombolulu lakini nitakuwa kazi yangu itakuwa ya kupasua kuni, tutakukaribisha. Ndio mara kwanza nikauliza, ni huyo mtu wa kwanza, huyo mtu wa kufanya utamfanyia nini? Yoshua akaangalia akasema, sitawafukuza hawa watu
kwa sababu tuna kazi nyingi hapa, tunakufagia, tunakutengeneza hizi, tunakupanga viti. Kwa vile wamedanganya Mungu wao, hawataki kusema ukweli. Sasa mimi Yoshua sitawafukuza, nitawakaribisha, lakini nitafanya nini? Watakuwa wakupaswa kuni, watakuwa wakuchota maji, kwa sababu wamedanganya. Wewe uko wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Wewe uko wapi? Utakuwa ile upande, kwa sababu shida imekusonga mpaka mbali. Unakaa katika hekalu wa kupasua kuni tu. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe ni unalaana vipi ambaye siku zote nyinyi imehubiriwa, lakini ndani ya moyo wako bado wewe ni kupasua kuni, wewe ni kuchota maji. Siku ya leo lazima tubadilike. Siku ya leo lazima tubadilike. Lazima tumrudie Yesu. Lazima tumrudie Yesu siku ya leo. Lazima tumwambie Yesu tumechoka. Baba, tumechoka na hii hali ambayo inafanya na kuwa mtu tu wa kupasua kuni. Hii hali ambayo inafanya na kuwa tu mtu wa kuchota maji. Yesu, nimechoka hii hali. Yesu, nimechoka hii hali. Nataka unibadilishe. Tumsifu Yesu. Maana Yesu anapobadilisha, anabadilisha kila kitu. Anaposema tutafute ufalme, inamaanisha anajua ya kwamba mtoto wangu anataka kuvaa, mtoto wangu anataka kukula, mtoto wangu anataka amani. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unapomfuatana na Yesu, basi ataachilia, kwa sababu nyumba ya Yesu iko kila kitu. Yote tunayotaka iko kwa Yesu. Amani tunayotaka iko kwa Yesu. Hata baraka tunayotaka iko kwa Yesu. Kujua kusoma neno iko kwa Yesu. Kila kitu iko kwa Yesu. Kujua kusonga mbele katika huduma iko kwa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Ili sisi tubadilishe, tutoke kukuwa watu wa kawaida. Tumsifu Yesu. Tusiwe kama Waamori ambayo walidanganya, wakaona vile Yoshua alivyo, akasema huyu mtu anaweza kusimamisha jua. Hata saa hii Yesu anasema kama uko na imani kidogo tu, waweza ng'oa mlima. Wangapi hapa wanaweza ng'oa mlima? Wangapi wanaweza ng'oa mlima hapa? Haya, mwambie speaker toka hapa. Amini tu saa hii. Mwambie speaker toka. Ikitoka fika pale. Saa hii unabandikwa debosi. Saa hii unasema ya kwamba wewe ni Illuminati. Ile ni nguvu aina gani anatumia nayo yule? Yesu anaandika. Amina. Yesu anafanya nini? Anaandika. Ukiwa na imani kidogo unaweza kuambia mlima fanya nini? Lakini tusidanganye. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Sasa tumefika, tunataka tuingie katika maombi. Na nakuomba kitu kimoja, kama unajua utabaki kuangalia watu, tafadhali uende kule mwisho. Maana tunataka kumrudia Yesu. Amina. Umejua kule kumrudia Yesu, yaweza kuwa kukosa kubarikiwa kwangu ni kitu tu ninaongea moyoni mwangu, inafunga ile baraka. Kukosa kusonga mbele kihuduma ni kitu tu inaweza kufanya mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Na anasema anataka kufanya agano na kanisa. Yaani Yesu anasema anataka kufanya agano na kanisa Bombolulu. Tumsifu Yesu. Hata kama wengine watasema Bombolulu inaisha, mtumishi jipe moyo. Tumsifu Yesu. Jipe moyo, kwa sababu Mathayo 5 inasema ya kwamba kuna wakati wa kufanya nini? Hawajui. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Na unapokuwa katika wakati wa kulia, tambua ni wakati wako wa kulia. Tumsifu Yesu. Unapokuwa unacheka, tambua ni wakati wako wa kucheka. Sasa unapoona ya kwamba mtumishi anapitia katika hali ya huduma hali ngumu, we kama utacheka ni wakati wako wa kucheka, lakini yeye ni wakati wake wa kusonga mbele, kwa sababu kamilisha kazi ambayo Yesu aliweka ndani yake. Tumsifu Yesu Kristo. Mtumishi jipe moyo.
Jipe moyo, kwa sababu unapoona mvua ikinyesha barabarani, maji inakuwa nyingi, jua ikiwaka inatoka. Kuna Yesu anaweza sababisha kutoa mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu anaweza sababisha mtu. Umejua unaweza kuwa marafiki, lakini rafiki yeye anakukula kisiri. Mmependana sana. Yesu anaweza fanya kitu akutenge na yule rafiki. Tumsifu Yesu. Na anapokutenga na yule rafiki ni wewe kuinuka mbele. Nimekwambia unapobadilisha maneno haya kwa dhambi, Yesu anaandika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tuombe huduma yetu iendelee. Tuombe huduma iendelee. Na inapokuwa huduma inashuka chini, usijeke. Na ukitambua ni wakati wako wa kucheka, wewe ufagia kucheka. Kwa sababu kila kitu ina nini? Wakati wake. Kuna wakati wa kupata na wakati wa kupoteza. Mtumishi mahali amefika anamalizia kazi. Je, wewe haujafungua hata kakiu kadogo? Tumsifu Yesu. Yeye anamalizia kazi. Maana maandiko nasema kama watu watakataa, basi haya maya atafanya nini? Tumsifu Yesu Kristo.